Bana, moja kati ya mambo ambayo yamekuwa makubwa sana ni kuhusiana na namna ambavyo klabu ya Simba kutokana na mauzauza ya hapa na pale, hususan kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo. Yako mengi ambayo yamekuwa yakizungumzwa, lakini pia tumemsikia afisa habari pia wa klabu hiyo naye pia akithibitisha namna ambavyo wao wamekuwa wakizungumza kauli nyingi kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo. Tumeweza kuona namna ambavyo mambo yalivyo tayari. Mechi ambayo inakwenda kuchezwa Machi 1 mwaka 2026 tayari pia vijembe vya hapa na pale vimeanza. Mambo ya nje uwanja pia yameanza kuwa ni mengi sana, na hususan kwa upande wa dabi ya Kariakoo inapokuwa inakaribia, basi kuna mambo mengi ambayo yanakuwa yanaendelea. Mechi za nje ya uwanja ndo habari ya mjini kabla ya mechi yenyewe kwenye eneo la pichi, na mpaka hivi sasa viuza ambavyo vimekuwa vikiendelea ni kuhusiana na klabu ya Simba, namna ambavyo walikuwa wanaoji kuhusiana na swala zima mechi kupelekwa Zanzibari, lakini pia tuliona wakiulizia kuhusiana na namna ambavyo kwa nini taarifa itolewe na afisa habari wa kikosi cha Young Africans Bwana Ali Shaban Kamwe. Lakini pia kadri siku zinavyozidi kwenda tumeona gumzo ambalo limekuwa likiendelea kuhusiana na mchezaji, wakahamia tena kwa upande wa mchezaji moja kati ya mchezaji ambaye alisajiliwa na Young Africans kwenye dirisha dogo akitokea kwenye kikosi kile cha Singida Black Star. Huyu si mwingine Mohamed Damaru, moja kati ya mchezaji ambaye ni kiungo wa kati, amesajiliwa na wananchi Young Africans kama kuja kuziba pengo ambalo ameshindwa kuliziba Moussa Balakonte. Bana, namzungumzia hapa bwana Mohamed Kamara. Utakuja kuona kwamba ni moja kati ya usajili ambao tayari umeanza kuzua gumzo kubwa sana, hususan kwa namna ambavyo kwa upande wa mchezaji amekuwa bora, lakini pia kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo Simba wanataka kuona passport ya mchezaji mwenyewe, kwani wao ni immigration lakini ndo hivyo. Wekundu wa Msimbazi Simba wanataka kuona mchezaji passport ya mchezaji mwenyewe, lakini pia kujiridhisha na kujua kwamba mwamba ni raia wa nchi gani, Tanzania ama Guinea. Tayari ameshakuwa ni Mtanzania ama ni raia wa Guinea. Maswali ni mengi sana kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba. Ni mambo ambayo yamekuwa kiwa yanazidi kuzua taharuki kubwa, lakini kutokana na haya yote ambayo yamekuwa yakiendelea, mimi niseme tu kwamba kwa upande wa klabu ya Simba hii nao ni kama wanajitoa mchezoni wenyewe, lakini pia zipo taarifa nyingine nyingi ambazo zimekuwa zikiendelea, hususan kuhusiana na kubadilishwa pia muda kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo kutoka kwenye muda ule kutoka kwenye ule muda ambao ulikuwa umepangwa, muda wa saa 2:15 kupelekwa pia muda wa saa 3 za usiku. Hii ni moja kati ya taarifa ambazo zimekuwa zikizungumzwa, japokuwa bado haijatoka rasmi, lakini yako mengi ambayo yamekuwa yakizungumzwa kuelekea kwenye hii dabi ya Kariakoo. Sasa kwa upande wa klabu ya Simba wenyewe, hii ni kama wanajitoa mchezoni wenyewe kuelekea kwenye hii mechi. Tuliona pia msimu uliopita vioja vilikuwa vingi haswa. Sasa mashabiki taharuki pia ni kubwa kwamba wanabaki kushindwa kuelewa, je, ni kwamba wanaikwepa dabi viongozi ama sababu ni nini haswa? Hii ni moja kati ya maswali mengi ambayo mashabiki wamekuwa wakijiuliza. Kumbuka kwenye msimu uliopita baada ya kuahirishwa ile dabi ya March 8 mwaka 2025 na hatimaye vioja pia vikawa vingi, mwisho wa siku pia Simba wakapeleka timu uwanjani kinyonge, huku mashabiki wakiwa hawaelewi kwamba timu inaenda uwanjani ama haiendi. Sasa kwa msimu huu pia hichi ambacho kinaendelea kwa hivi sasa, mashabiki wengi wa Simba kuna ambao wako tayari kwa ajili ya dabi ya Kariakoo, wanaamini kikosi chao tayari kimeshaiva kuelekea kwenye dabi yenyewe, lakini pia kwa upande wa baadhi ya mashabiki wana hofu kuelekea kwenye mchezo wenyewe. Sasa kuna wengi wanajiuliza kwamba je, viongozi vipi, wako tayari kwa ajili ya dabi yenyewe ya Kariakoo
ama wanatafuta kichaka cha kujifichia ili waweze kuikwepa hii dabi ya Kariakoo iweze kusogezwa mbele, na wengi wanaona kwamba pengine Simba bado hawajawa tayari kwa ajili ya kukutana na hii mechi ngumu ya dabi ya Kariakoo. Kumbuka tayari Simba ameshapoteza mara 6 mfululizo na kwenda kucheza dabi ya 7 ambayo hahitaji tena kuendelea kupoteza mechi tena dhidi ya mtani, maana kwamba kama akienda kupoteza hii basi atakuwa ni kibonde au atazidi kuonekana kwamba yeye ni mnyonge dhidi ya mpinzani wake Young Africans. Kwa ni moja kati ya mechi ambayo inasubiriwa kwa mkubwa sana kwa upande wa mashabiki wa pande zote mbili wa Simba Sports Club pamoja na Young Africans. Dabi ya Kariakoo ni moja kati ya dabi ambayo inaozua taharuki kubwa, lakini pia kwa namna ambavyo hii dabi pia imepangwa kule Zanzibar. Kumbuka viongozi wa Young Africans wao ndio ambao waliomba bodi ya ligi kuu Tanzania bara mechi pelekwe kule Guantanamo Zanzibar. Haji Sande Manara ambaye ni mwanachama na shabiki mkubwa wa Young Africans, kumbuka alikuwa mhamasishaji hapa baada ya kutoka kule mitaa ya Msimbazi akiwa kama msemaji wa Simba. Yeye naye pia amecharuka kweli kweli na kusema kwamba viongozi wa Young Africans kuipeleka dabi ya Kariakoo Zanzibari ni kama kutotendea haki mashabiki ambao wamekuwa wakifuatilia timu hiyo kwa kubwa sana, hususan kwa upande wa bara. Kwa maana kwamba Haji anaamini kwamba uwanja wa New Amani Zanzibari ni mdogo, lakini pia kitendo cha kupeleka kule kwa upande wa mashabiki walioko Dar es Salaam, Morogoro, Pwani na mikoa mingine kwa upande wa bara ni kama vile wamenyimwa haki ya msingi na klabu hiyo ya Young Africans. Hivyo ameona kwamba uongozi kupeleka dabi ya Kariakoo Zanzibari kwake ni kama hawajatendea haki mashabiki wa klabu hiyo. Bana, taruki ni nyingi kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo. Kikubwa tusubiri kuweza kuona mwisho wa siku mambo yatakuwaje. Mimi ni Eric Keman, hakikisha unaendelea kuifuatilia Gift Online TV na hakikisha pia unaendelea kusubscribe channel yetu. Bye bye.